Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumapili ya kwanza katika mwezi wa 4. Bwana ametupa neema ya kumaliza miezi mitatu ya kwanza au robo ya kwanza ya mwaka 2023. Siku zinakwenda, siku zinakimbia. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema hii. Si wote walioanza Januari wameweza kuifikia siku ya leo. Ni neema. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kututunza, ameendelea kutulinda, ameendelea kutembea pamoja na sisi. Mungu akubariki kwa kuchagua kuwepo nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na asubuhi ya leo tutakuwa na ujumbe wa neno la Mungu wenye kichwa kinachosema ya kwamba imetupasa kufuata maelekezo ya Mungu ili tuweze kufikia hazina na kuzimiliki. Imetupasa kufuata maelekezo ya Mungu ili tuweze kuzifikia na kuzimiliki hazina zilizofichwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ambao ni washirika wa THM, tunaelewa kabisa kwamba mwaka huu neno letu la mwaka linatoka katika kitabu cha Isaya 45. Ninaomba tulianzie hilo, Isaya 45 na ule mstari wa 3. Isaya 45 mstari wa 3 ndipo ambapo neno letu la mwaka linatoka hapo. Neno linasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Hii ni ahadi kwetu ambapo Mungu ameahidi ya kwamba anakwenda kutupa, anakwenda kufanya, anakwenda kutenda katika maisha yetu. Lakini ili kwamba tuweze kufikia hazina hizi, tunapaswa kuwa ni watu ambao tuko tayari kufuata maelekezo ya Mungu. Vile anavyotuelekeza, vile anavyotaka tuenende, ndivyo ambavyo tuenende. Akikwambia nenda kulia, uende kulia. Akikwambia nenda kushoto, uende kushoto. Akikwambia simama, usimame. Tukiwa watiifu na watu wa kufuata maelekezo ya Mungu, hapo ndipo tutakapoweza kufika mahali pa kuzifikia na hatimaye kumilikishwa hizo hazina. Kwa sababu ajuaye hazina zilipo na wakati gani tunatakiwa tuzipate ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuanze na lile neno la Zaburi 32 mstari wa 8. Ni mstari ambao tunaupenda sana na kwa namna fulani tumeuzoea. Zaburi 32 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Amesema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Ina maana sisi kama wanafunzi tunatakiwa kupata elimu na ufahamu kutoka kwa Mungu wetu. Yeye ndiye mwenye elimu yote. Yeye ndiye mwenye ufahamu. Sisi ni wanafunzi. Kumbe wajibu wetu tunapaswa kufundishika. Kwa hiyo maana yake amesema atatufundisha. Atatupa maelekezo nini cha kufanya. Alafu amesema atatuonyesha njia tunayopaswa kuiendea. Ina maana ziko njia nyingi. Na hata neno la Mungu linasema iko njia ionekanayo kuwa ni sahihi machoni pa mtu, lakini kumbe mbele za Bwana hiyo njia ni njia ya upotevu. Kwa hiyo ina maana zipo njia nyingi, lakini ni yeye ndiye atakayetuonyesha ni njia gani tunapaswa kuiendea. Lakini amesema pia atatushauri.
Yeye ni mshauri wetu. Pamoja na kwamba ameshatufundisha, sasa tupo kazini tunatenda, lakini bado anaendelea kusimama kama mshauri, kuhakikisha kwamba tunaenda vema, ili kwamba tuwe na matokeo yaliyo bora, tuwe na matokeo yaliyo sahihi. Sasa basi ndipo tunapoona kwamba upo umuhimu wa kufuata maelekezo. Usipofuata maelekezo, hautafikia lile lengo au kusudi alilolikusudia Mungu. Hata darasani, mwanafunzi asiyefuata maelekezo, hata kama anajiona na akili nyingi, ataishia kufeli, kwa sababu hajafuata maelekezo. Hata kwenye mtihani pale wamekwambia hii usionyeshe njia, wewe ukasema mimi nataka niwaonyeshe jinsi ninavyojua, ukaanza unaweka, watakukosesha, kwa sababu hujataka nini? Kufuata maelekezo. Kwa hiyo katika mambo ya Mungu, katika kuziendea hizi baraka, haitakiwi ujuzi na ujuaji wetu wa kibinadamu, lakini tunatakiwa asilimia zote kumtegemea na kumtumaini Mungu. Yaani tusizitegemee akili zetu, lakini tuamue kumtegemea Mungu na kumtumaini Mungu. Alafu yeye ni mwaminifu sana, atatufikisha mahali ambapo amepakusudia, palipo na ubora, palipo na kila aina ya unono tunaohitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukisoma katika ile kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza kabisa. Isaya sura ya kwanza kabisa pale ametuambia kwamba tukikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Kwa hiyo ni wale ambao watakao kuwa tayari, watakao taka kufuata maelekezo ya Bwana. Isaya 1:19. Isaya 1:19, na hata ukisoma ile Kumbukumbu la Torati 28:1 inaongelea kwa habari ya usikivu na kufuata maelekezo ya Mungu. Kwa hiyo nilitaka kuendelea kusisitiza kichwa cha somo kwamba tunapaswa kufuata maelekezo ya Mungu, ili kwamba tuweze kufikia mahali ambapo Mungu ametukusudia tufikie. Sasa leo tukaangalie watu ambao tunakwenda kujifunza kupitia kwao. Tutakuwa na mifano miwili, watu ambao tunakwenda kujifunza kupitia kwao, ili kwamba tujifunze kitu hapo na sisi kiweze kutusaidia katika maisha yetu. Twende katika Injili ya Luka sura ya 5. Injili ya Luka sura ya 5. Tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 7. Injili ya Luka sura ya 5. Tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 7. Kuna vitu vya kujifunza. Neno la Mungu linasema, ikawa makutano walipomsonga Yesu, wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa la Genezareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mkavue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Huu ndio mfano wetu wa kwanza, ambapo kuna vitu nataka tujifunze kupitia hawa ndugu zetu. Hapa tunamuona Yesu wakati anatembea
akiendelea kueleza habari njema za ufalme wa Mungu. Na wakati huu alikuwa bado hajawachagua wale wanafunzi wale 12. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akawa anatembea, akawa amefika kando ya ziwa hili Genezareti. Alipokuwa pale, kwa sababu tayari kuna watu walikuwa wameshasikia akifundisha, makutano walianza kumsonga, wakaanza kumsonga, wanataka wasikilize neno la uzima, wasikilize habari njema kutoka kwake. Na alipoona wanazidi kumsogelea, aliona ya kwamba ili aweze kuwa na nafasi nzuri, basi inabidi akae mbali kidogo na wao. Na alipoangalia pembeni ya lile ziwa, aliona ziko mashua zimepaki, zimeegeshwa baada ya kuwa watu walikwisha kutoka kuvua, sasa zimeegeshwa pale. Wavuvi hawakuwemo mle ndani, walikuwa wanaosha nyavu zao. Ni kawaida wavuvi wakitoka kuvua wanaziosha nyavu, wanazianika tayari kwa ajili ya kazi ya usiku tena. Kwa hiyo katika vyombo vilivyokuwepo akaona kuna vyombo viwili pale. Akaamua kuingia kwenye chombo kimoja na kumuomba Simon, kile chombo alichoingia kilikuwa cha Simon. Akamuomba akiingize ndani ya maji ili kwamba aweze kupata nafasi ya kusema na hawa makutano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa kitu cha kwanza anachoanza kukiona ni kwamba Simon alikuwa tayari kutoa chombo chake, mashua yake au mtumbwi wake kwa ajili ya Yesu, ili kwamba Yesu aweze kuutumia kama jukwaa au kama madhabahu kwa ajili ya kuhudumia wale makutano waliokuwepo pale wamemzunguka. Simoni kama wavuvi wengine walikuwa wamekesha ule usiku, walikuwa wamechoka, walikuwa wanaosha zile nyavu zao ili wakimaliza warudi nyumbani, wakalale, wapumzike, wasubiri tena kuja kuingia usiku kufanya kazi ya kuvua. Lakini Yesu alipoonyesha kwamba anakihitaji kile chombo cha Simoni, amekichagua kile chombo cha Simon, anataka akitumie kwa ajili ya kuhubiria hawa makutano. Simon tunamwona kwamba alikuwa tayari, alimruhusu Yesu aweze kukitumia chombo chake. Na yeye Simon alilazimika kuingia kwenye kile chombo, akakiendesha, kukisogeza kwenye maji ili kwamba Yesu aweze kuhudumia makutano. Na kwa maana nyingine pia ina maana alilazimika kukaa mle kwenye chombo kile wakati Yesu anaendelea kuhubiri. Maana yeye ndiye muendesha mashua, yeye ndiyo mvuvi, kwa hiyo ndiyo mwenye chombo. Kwa hiyo alilazimika kuweko pale. Asingeweza kusema amekifikisha mahali alafu anarudi kwa mguu, ni kitu hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba kitu cha kwanza, Simon alikuwa tayari kutoa mali yake kwa ajili ya Bwana, ili kwamba itumike kwa ajili ya ufalme. Yesu anazihitaji mali zetu ili kwamba ziweze kutumika kwa ajili ya ufalme. Anahitaji mali zetu, mali za aina mbalimbali, fedha, nini, chochote ambacho anaona kinamfaa. Wakati Yesu anaposema na wewe, akikugusa kwa ajili ya mali zako, kwa ajili ya vitu vyako, vitu ulivyo navyo, huwa unajisikiaje? Anapokuambia hebu fanya hiki kwa ajili yangu, fanya hiki kwa ajili yangu, kinahusisha mali ile unayoimiliki, kitu unachokimiliki, huwa unajisikiaje? Huwa unalipokeaje? Tunamwona kwamba Simon hakuwa na tashwishwi. Aliachilia ile mashua iweze kutumika kwa ajili ya madhabahu au kwa ajili ya jukwaa, ili Yesu aweze kufikisha ujumbe kwa watu waliokuwa wamewakusudia. Lakini Simon hakuishia kutoa tu ile, alijitoa yeye mwenyewe muda wake. Aliambatana na Yesu, wakawa wako pale na Yesu. Kwa hiyo amekaa na yeye pale, anamsikiliza, lakini anamngoja ili kwamba malize. Atakapomaliza, hatimaye akirudishe tena chombo mahali kilipokuwa, aweze kwenda kukipaki. Alikuwa tayari kujitoa na kutoa muda wake. Kibinadamu, Simon alikuwa amechoka. Simon alikuwa na usingizi. Simon alihitaji kwenda kupumzika.
Lakini kwa ajili ya Yesu aliona hapana, imenipasa nijitoe ili kwamba Yesu aweze kutimiliza mapenzi yake ya kufikisha ujumbe kwa hawa watu. Mara nyingi Yesu alipotutaka muda wetu, tumekuwa na udhuru mwingi. Yesu alipohitaji muda, tumekuwa na udhuru mwingi. Tumekuwa na udhuru mwingi kwa kutanguliza maslahi yetu. Maslahi yetu binafsi tumeyapa muda mwingi sana. Hakuna wakati ulipolalamika, nimetoa muda mwingi sana kwa ajili ya kukaa ofisini, ukalalamika. Au ile kazi unayoifanya nayo kuingizia hela nyingi ile. Hakuna wakati umelalamika. Lakini inapofika kwa habari ya mambo ya Mungu, mtu anasema, Jumatatu niende kanisani, Jumanne, Jumatano, tunatakiwa tuwe na kiasi. Yaani hapana, tunatakiwa kuwa na kiasi. Sikiliza, unajua msiwasikilize sana hawa wachungaji. Ukikosa kiasi utakufa maskini. Wao wanakula sadaka. Na wewe kila siku kanisani, kila siku kanisani. Ni kwa sababu huo muda unahusu Mungu. Ni kwa sababu huo muda unahusu Mungu. Lakini kama tungetangaza kila siku jioni njoo, kutakuwa kuna mgao hapa wa pesa. Kila siku jioni njoo, kutakuwa kuna mgao hapa labda wa chakula. Kila siku jioni njoo, sidhani kama kuna mtu angelibembelezwa. Sidhani. Yaani ungelifika hata kabla ya muda ili uwe wa kwanza kupata. Ili uwe wa kwanza kupokea. Usije ukakosa, maana yamkini watu wakawa wengi mno ukakosa. Lakini inapofika mambo ya Mungu, mtu anasema kwa kweli, unajua jana nilifanya kazi sana. Sasa leo ngoja nilale nipumzike. Unajua hii mili pia inahitaji kupumzika. Kwa hiyo hebu ngoja nilale nisiende ibadani. Ibada zipo tu. Nitaenda na kesho kutwa. Kwa sababu inahusisha nini? Mambo ya Mungu. Kwa hiyo mtu anasema ngoja nilale, ngoja nipumzike. Sikilizeni watu wa Mungu. Hiyo ni hila ya shetani. Shetani anajua faida utakayoipata kwa ajili ya kujitoa kwa ajili ya Mungu. Ndio maana inapofika kwa ajili ya Mungu anakuletea visingizio vingi vingi vingi. Visingizio vinakuwepo vya kutosha. Mbona usiende kazini kwa bosi wako ukamwambia, bosi, kwa kweli wiki hii nimefululiza, nimefanya kazi sana, nimekuwa nikitoka usiku, ninaomba nipe masaa ya kupumzika. Mbona hiyo hufanyi? Ila kwa Mungu unaamua siendi kanisani, napumzika. Kazini huna nauli, utatafuta namna ya kufika. Utaamka ni mapema sana. Unajua bajaji zinasumbua hizi huku pembeni pembeni. Utaamka asubuhi na utajua shortcut ni ipi inanifaa ili niweze kufika kazini. Hivi kuna mtu ameshaacha kwenda kazini siku 2 siku 3 akasema sina nauli na kazini wakamuelewa? Ikakubalika hiyo sababu? Haikubaliki. Lakini inapofika kwenye mambo ya Mungu, yani ni sababu ya kujitosheleza. Mungu anajua, anaelewa kabisa kwamba sina, anajua. Unaona? Yani halafu unakuwa una amani zote kabisa. Mungu anajua. Kumbe tusijue ni shetani hataki twende tukapokee kuna kitu ambacho tunapaswa kukipokea cha kiroho. Nataka nikwambie, huu mwili huu hauna nafasi katika mambo ya milele. Hauna sehemu katika ufalme wa Mungu. Hauna. Kwa hiyo tusitegemee kwamba utatutia moyo kwenye mambo ya Mungu. Hauwezi kabisa. Hauwezi kututia moyo. Kwa sababu unaona kwamba tu unautesa, unaukosesha zile starehe ambazo ulistahili kuzipata. Sasa unaukosesha, unaulazimisha kupeleka kwenye mambo ambayo si sahihi. Unaona? Yani nifunge. Jamani. Siku zote hizo. Alafu tena na niende na kanisani.
basi nitafunga afu nitaombea huku nyumbani. Lakini ni tofauti ukija hapa ile kukaa pamoja. Unajua aliposema Mungu tusiache kukusanyika, alijua iko faida kwenye kukusanyika. Kuna namna ambavyo yani lile wingu litakalotufunika hapa ni tofauti na lile litakalokufunika kule wewe. Unaona Kwa hiyo nataka niseme hivi ya kwamba Mungu anahitaji mali zetu. Anatutaka na sisi wenyewe. Anataka na muda wetu. Anavihitaji vyote. Alafu usisahau kwamba wewe ni wa Mungu, ni mali ya Mungu, na vyote unavyovisema ni vya kwangu, vile unavyosema ni vya kwangu, ni vya Mungu. Ule muda unaosema muda wangu, mbona akibinya tu hivi pumzi ikapotea, ule muda wako inakuwaje? Wale aliobinya wakanyamaza wakalala usingizi, ule muda imekuwaje? Mbona hawakusema Mungu muda wangu najua nilikuwa bado nahitaji nifanye hivi. Hakuna tulichonacho ambacho ni chetu sisi wenyewe. Vyote ni vya Mungu. Lakini kikubwa, hakuna aliyetoa na kujitoa ambaye alikula hasara mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamwona Simon aliamua kutoa mashua yake, akajitoa na yeye mwenyewe kwa ajili ya Bwana. Sasa tunaona nini kilitokea. Tunaona kwamba Bwana alihubiri Injili. Baada ya kuwa amekwisha kuhubiri habari njema za ufalme wa Mungu, yeye huyu Mungu alikuwa anamfahamu vizuri Petro. Wala hakuhitaji ahadisiwe, aambiwe, unajua bwana, usiku kucha tumekesha hatujapata. Yeye Mungu anamjua Simoni Petro. Yeye Mungu anajua uhitaji wake, nini anachokihitaji. Bwana alikuwa anafahamu. Na ndio maana baada ya kuwa ameweza kuhubiri, alimwambia Simon, ninaomba usogeze mashua yako mpaka kwenye kilindi, mahali penye kina cha maji mengi, halafu ushushe nyavu zako. Kwa hiyo tunaona hapa Yesu aliamua kuonyesha fadhila kwa Petro. Aliamua kuonyesha fadhila. Nataka nikwambie, hakuna mtu ambaye anaweza kutoa au kujitoa kuliko Yesu au akampita Yesu. Hakuna ambaye atafika mahali pa kutoa au kujitoa akamkaribia tu Yesu au akampita Yesu. Hiyo haipo. Bwana Yesu asifiwe. Yani utafanya ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo tunaona nini ambacho Yesu sasa alifanya. Alipomwambia kwamba peleka mashua yako, usogeze kwenye kilindi, tupa nyavu zako kule chini, Petro akamwambia, Bwana, unajua sisi tumekesha usiku kucha, lakini hatukupata kitu. Akasema, ila kwa neno lako nitazishusha nyavu. Unamwona namna ambavyo Petro alikuwa. Nataka nikwambie, wakati ule alikuwa bado hajawa mwanafunzi wa Yesu. Usiseme ni kwa sababu alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Lakini wewe leo ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe umeokoka, una na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Simon kama mzoefu wa uvuvi alikuwa na kila sababu ya kumwambia Yesu, haiwezekani. Kwa kawaida tunavua usiku. Sasa kama tumekosa usiku, tutapataje mchana? Yaani alikuwa na sababu ya kumwambia Bwana Yesu, kikawaida Bwana Yesu, haiwezekani. Acha tusubiri usiku, tutarudi, tutavua. Unaona? Lakini alichoamua akasema, ni kweli usiku kucha tumekesha, lakini kwa sababu ya neno lako niko tayari kutii na kufuata maelekezo yako. Twende. Akaanza kukiendesha chombo kuelekea mahali penye maji mengi, na hatimaye kuweza kufanya nini? Kuweza kushusha nyavu. Mungu anatufundisha ya kwamba tusiwe watu wa kujivunia akili. Tusitegemee akili zetu, ujuzi wetu, ufahamu wetu, maarifa yetu, na chochote ulicho nacho usikitegemee. Bwana Yesu anapokuambia chochote, kinaweza kikaonekana ni kinyume na vile unavyoelewa,
na vile unavyofahamu, vile ambavyo akili yako inaelewa, lakini alimradi ni Yesu, alimradi unajua, unaifahamu sauti ya Yesu, unapaswa utii, ufuate maelekezo ya Bwana Yesu. Ninaamini kwa sababu sisi ni wanafunzi wa Yesu, tuna na Roho Mtakatifu ndani mwetu, tunaelewa namna ambavyo kila mmoja Roho Mtakatifu huwa anasema naye, namna ambavyo Roho Mtakatifu huwa anamuongoza, namna ambavyo Roho Mtakatifu huwa anamshauri. Sasa Roho Mtakatifu anapokuambia, hata kama linaonekana yani kwa habari ya professional yako ni kitu yani unaona kama sio, unatakiwa umsikilize na umtii. Nataka nikwambie, Yesu ndiye ambaye amekupa neema ya kuwa na ujuzi na huo ufahamu ulionao. Kama ni yeye amekupa huo ujuzi, yeye anao zaidi. Yani professional zote yeye ndio mmiliki, anazo. Hakuna ambayo haijui, hakuna ambayo haitambui, hakuna ambayo haielewi. Anazifahamu zote. Kwa hiyo anaposema kitu anamaanisha, anaelewa anasema nini. Kwa hiyo usiende mbele za Bwana na kumwambia unajua. Yeye yuko juu ya kila ujuzi, yuko juu ya kila elimu, yuko juu ya kila maarifa, yuko juu. Kwa hiyo anapoliachilia neno lake kwako, ebu uwe tayari kusikiliza na kufuata maelekezo. Hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Petro aliamua kuweka uzoefu wake pembeni, aliamua kuweka ujuzi wake pembeni. Hakusema Yesu, nakujua wewe ni mtoto wa seremala, wewe unaufahamu kwenye useremala, lakini huku baharini, huku ziwani hauwezi. Lakini alisema kwa neno lako ninafanya. Na kweli kwa neno lake alishusha. Yesu aliye mfalme wa wafalme, yeye aliweza kuita samaki kote walikokuwa. Yani ile mamlaka yake, ule uwepo wake, lile neno lake liliweza kusababisha na kuvuta samaki wakaja kokote walikokuwa, wanakuja kufuata nyavu za Simoni zilikokuwa. Huo uwezo, hiyo mamlaka Yesu anayo. Ndio maana unaona hata wakati ule Nuhu alipoambiwa aingize watu kwenye safina, hivi Nuhu aliendaga polini, akaanza anapita anatafuta tembo, anapita anatafuta nini? Alifanya hivyo? Ni ile mamlaka ya kimungu, ni ile nguvu ya kimungu ilikuwa inawagusa kule waliko, ilikuwa inasema nao kule waliko, wanajikuta wote wanakimbia wanaelekea mahali ambako yuko Nuhu. Na kwa sababu alipaswa kuingiza mwanamume na mwanamke, walikuja hivyo. Walikuja ili kwamba aweze kutunza na kuhifadhi kizazi. Na ndivyo hapa tunaona kwamba wale samaki ambapo wakati ule usiku kucha Simoni Petro na wenzake wamekesha, wale walikuwa wamekimbia wameenda kule, lakini kwa sababu yuko mwenye mamlaka, yuko aliyefanya ziwa, yuko aliyewafanya samaki waweko kule ndani, wamekuja wakajaza ile nyavu. Simon anaona nyavu zinataka kukatika, zinaelemewa. Akabidi awapungie mkono, awaite rafiki zake akina Yohana, njoni. Wakaja, walipokuja wakaanza wanahamishia kwenye kile chombo kingine, vilijaa vyote. Biblia inasema hata vikataka kuzama visingeweza kuzama kwa sababu alikuweko mwenye mamlaka ya maji pale. Lakini kibinadamu vilionekana kwamba nini? Vimejaa, vimeelemewa. Lakini hii iliwezekana kwa sababu tu Petro alifuata maelekezo ya Yesu, alisikiliza. Nataka niseme watu wa Mungu, wakati mwingine tumeshindwa kuzifikia hazina, tumeshindwa kuzipata baraka, tumeshindwa kuona miujiza ya Mungu kwenye maisha yetu, ni kwa sababu hatujataka kufuata maelekezo ya Mungu. Tumekuwa ni wajuaji sana, tumekuwa na elimu nyingi mno, tumekuwa na ufahamu mwingi mno ambao sasa umeshamzidi na elimu ya Yesu. Kwa hiyo tunaona kwamba sisi twaweza wenyewe. Kumbe hakuna tukiwezacho, lakini utoshelevu wetu unatoka kwa Bwana.
Leo Bwana anachotutaka ni hiki. Hebu tushuke, tuamue kunyenyekea chini ya Bwana Yesu. Elimu zetu hebu tuziweke chini tunapokwenda kwa Bwana Yesu. Fahamu zetu, maarifa yetu tuyaweke chini tunapokwenda kwa Bwana Yesu, ili kwamba Bwana Yesu aweze kuwa na nafasi ya kusema na maisha yetu, kutuelekeza yatupasayo kufanya, ili hatimaye tukaifikie misho yenye utukufu. Bwana anatamani kutubariki. Bwana anatamani kutuinua. Anatamani kutupa hazina, lakini zitapatikana kwa wale walio tayari kumsikiliza, walio na usikivu. Wakati mwingine hata usikivu wenyewe umekuwa haupo. Anasema tuko bize na mambo yetu, hatusikilizi. Kwa kama husikilizi, mwanafunzi ambaye darasani hasikilizi, hata utaona hata utendaji wake wa zile kazi anavyofanya hatafanya kama wale walio na usikivu. Leo hebu tujifunze, tuchague kumsikiliza Bwana Yesu. Tuchague kukaa miguuni pa Yesu, tumsikilize. Na si kumsikiliza tu, lakini tuwe tayari kufuata maelekezo hata kama yataonekana kibinadamu ni magumu. Kuna mengine yanaonekana ni magumu, lakini mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana Yesu, nisaidie. Hapa mwili wangu unagoma, hapa akili yangu inagoma, hapa uzoefu wangu unagoma. Ninaomba nisaidie ili kwamba niweze kufanya vile ambavyo unataka Mungu niweze kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie atakusaidia. Hujaelewa, mwambie Bwana Yesu, bado sijaelewa, nisaidie niweze kuelewa ni nini hasa hiki unachotaka nikifanye. Atakupa maelekezo yaliyo sahihi, halafu utafanya ilivyo sahihi na faida utaiona. Na kila kitu Mungu anafanya ili kwamba tu ni kwa ajili ya faida yetu, sio kwa ajili ya faida yake. Unaona Simoni ambaye usiku kucha ilikuwa kwamba alikuwa arudi nyumbani hana kitoweo. Anarudi kwanza akiwa na uchovu, amechoka sana, lakini hana kitoweo, hana na samaki kwa ajili ya kuuza. Kwa sababu wavuvi huwa wanapata samaki kwa ajili ya kitoweo, lakini pia ndio mradi wenyewe, wanategemea wauze wapate fedha kwa ajili ya uchumi wao na kuendesha shughuli zao. Ilikuwa iwe hivyo, lakini alipokutana na Bwana Yesu, akamsikiliza Bwana Yesu, akafuata maelekezo ya Bwana Yesu, alirudi akiwa na ujasiri sio wa kawaida. Anarudi nyumbani, kitoweo anacho, samaki ni wengi. Ndivyo ambavyo Yesu anataka iwe. Hataki kutuona mara zote tunatembea tukiwa tumeinama, tukiwa tumejaa haya ya uso kwa sababu mambo hayajaenda. Anatamani kutuona ya kwamba tunakuwa tuna changamko. Lakini changamko litakuja pale tutakapojifunza kumsikiliza na kufuata maelekezo anayotuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana katika shughuli ambayo ulikuwa unafanya kuna mambo hayakwenda. Biashara uliyokuwa unafanya mambo hayakwenda. Ulirudi kwa Bwana Yesu kumuuliza. Ulirudi kutafuta mashauri kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu alikuambia nini? Kila alichokuambia ulifanya? Mara nyingi tumekuwa wepesi kutafuta ushauri kwa marafiki. Marafiki ndio tumekuwa wa kwanza kupeleka, yani kwenda kujieleza kwao na kutafuta ushauri, lakini sio kwa Bwana Yesu. Tujifunze kwa Bwana Yesu. Uko ushauri wa muhimu sana ambao tunauhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Twende tukaangalie watu wengine. Katika ile Injili ya Yohana sura ya 11. Injili ya Yohana sura ya 11. Naomba tuanze kwa kusoma mstari wa 1 mpaka wa 3. Mstari wa 1 mpaka wa 3. Mimi nitasoma kwa kurukaruka, lakini naomba ukipata nafasi kaisome Injili ya Yohana. Kuna vitu hapo vingi vya kujifunza kupitia hawa ndugu zetu. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia kwa habari ya Mariamu na Martha. Tunakwenda kuangalia. Neno la Mungu linasema, basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana malhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi.
Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Lazaro alikuwa anaumwa, ndio maana yake alikuwa hawezi. Na kwa sababu hii familia ilishakuwa na uhusiano wa karibu na Yesu, ni watu walikuwa wanamfahamu vizuri Yesu. Yesu alishawahi kuwatembelea. Hata mnakumbuka kuna wakati alikwenda pale, tunaona kwamba Mariamu na Martha, mmoja akawa bize anatengeneza chakula, mwingine amekaa miguuni anamsikiliza Bwana Yesu. Kwa hiyo ni familia ambao walikuwa wako, yani wamepata hiyo neema ya kuwa karibu na Yesu. Sasa ikawa kwamba Lazaro akawa anaumwa, na Lazaro pia alikuwa ameshakuwa na ukaribu na Yesu. Ndio maana Biblia inasema yule umpendaye. Alivyokuwa anaumwa, wakaona uzuri tunaye mtu wa karibu ambaye ana uwezo, hebu tumpelekee hizi taarifa za ndugu yetu. Kwa hiyo wakatuma mtu, maana wakati ule hapakuwa na simu kama ambavyo leo utanyenyua simu tu unapiga. Wakati ule ilikuwa unatuma mguu kwa mguu. Kwa hiyo wakatuma ili kwamba mtu aende apeleke taarifa. Kweli taarifa zilifika kwamba yule unayempenda, rafiki yako hawezi. Mariamu na Martha walikuwa wana ujuzi au walikuwa na uzoefu ya kwamba Yesu anaponya. Yesu anaponya magonjwa ya aina yote. Yaani hakuna mgonjwa ambaye alishakwenda kwa Bwana Yesu kwa ajili ya uponyaji ambaye alirudi bila kupata uponyaji. Yaani hilo walikuwa na uhakika nalo, kwamba hizi taarifa tuna uhakika nazo zikimfikia Bwana Yesu, na kwa sababu ni mtu wetu wa karibu, atakuja, na akija uponyaji wa ndugu yetu umepatikana. Hawakuwa na wasiwasi. Lakini kingine ambacho walikuwa wanakijua, walikuwa wanafahamu kabisa kwamba Yesu ana uwezo wa kufufua. Ana uwezo wa kufufua. Kama mtu amekufa ila bado hajazikwa, ana uwezo wa kufufua. Maana walishasikia, walishashuhudia akiwa amefufua watu. Mwingine alikuwa ndio wanaenda kuzika, lakini Yesu alimfufua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakawa wana uhakika ya kwamba haya mambo ndicho ambacho tunakitegemea, kwamba taarifa ikimfikia Yesu, kwa sababu ni mtu wa karibu na sisi, ni lazima atakuja. Lakini ili jambo likawa la tofauti kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu taarifa zilipomfikia za ugonjwa, aliwaambia wanafunzi wake, huu ugonjwa sio wa mauti, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ni ili Bwana aweze kujitukuza. Huu ugonjwa sio wa mauti, lakini ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Ni ili Bwana aweze kujitukuza. Kwa hiyo Yesu alijua ni wakati tena ambapo Mungu ametoa nafasi ya Bwana kuweza kutukuzwa kwa namna ambavyo watu hawakuwa wameizoea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaendelea kukaa pale alipokuwa. Akakaa siku 2 zaidi. Baadaye ndipo akawaambia wale wanafunzi wake, jamani, twendeni, Lazaro amelala, nataka niende nikamwamshe. Amelala. Sasa kama amelala, mtu atoke kote huku ndio aende akamwamshe? Kweli jamani? Hata kama uko forest hapa, utoke hapa forest uende mjini kule, tunaenda kuamsha mtu amelala. Sio kitu cha kawaida, si ndio? Ndio kasema, kama amelala si atamka? Ndio baadaye akamwambia amekufa. Akaamua kuambia ukweli kabisa, amekufa. Sasa hawa watu wanajua kwamba Yesu Yerusalemu walikuwa wametaka kumkamata kwa ajili ya kumuua. Wakasema, sasa unataka urudi tena kule? Akawaambia, hili jambo ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana, na ninashukuru kwamba sikuweko kule. Sasa ninakwenda ili kwamba niweze kwenda kumwamsha rafiki yangu Lazaro. Bwana Yesu asifiwe. Kule nyuma, huko nyumbani kwa Mariamu na Martha, wamesubiri hajaja Bwana Yesu. Siku ya kwanza, mwisho mtu amekufa. Nafikiri alikufa siku ile ile.
alikufa siku ile ile ambayo mtu ameenda. Kwa hiyo wakawa wanatumaini kwamba akija atafanya la kufanya, ataamka. Wakaona sio mtu wa kuja. Walichofanya wakasema, jamani, sasa kwa nini tukae na maiti ndani? Maiti tuozee ndani. Kwa sasa jamani, inakuwaje? Tuzike tu. Kwa hiyo wakaamua kuzika. Na ujue watu walikuwa wanafahamu kabisa kwamba Mariamu na Martha ni rafiki wa Yesu. Walikuwa wanajua ule ukaribu walio nao. Halafu walikuwa wanajua kwamba taarifa zimepelekwa. Kwa hiyo lazima kulikuwa kuna minong'ono pale. Imekuwaje sasa? Na yule mtu anamuuliza, hivi ulienda umemkuta kabisa? Unajua mtu akitumwa huwa anaulizwa, umemkuta yeye mwenyewe au umempa taarifa mtu mwingine? Nimemkuta yeye mwenyewe. Nimesema naye yeye mwenyewe. Yesu mwenyewe. Unamfahamu Yesu? Nimemkuta yuko na wanafunzi wake. Nimempa taarifa yeye mwenyewe, amenisikia yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa hapa inakuwaje? Huyu ni rafiki yao. Mbona imekuwa hivi? Mbona amewadhalilisha? Mbona hajaja? Ule upendo umekuwaje? Jana alikuwa anakuja tu, wanamsongea ugali anakula. Leo wana shida, mbona hajataka kuja? Vimaneno vikaanza, vimaneno. Na hivyo vimaneno vinaingia, vinawafikia na Mariamu na Martha vinafika. Unaona? Yaani havikuishia tu kule pembeni, vilikuwa vinawafikia na wao. Na wao kweli wanajiuliza, lakini huyu Yesu ametufanyaje? Ametufanyaje mwenzetu huyu kwenye hili tatizo kweli? Kweli mwenzetu tumemkimbilia, tuna shida, imekuwaje? Sikiliza, mawazo yako wewe sio mawazo ya Mungu. Yaani mawazo ya Mungu, akili za Mungu hazichunguziki, ziko juu kuliko unavyofikiri. Kila unachofikiri wewe na kukiona ni tatizo, mbele za Bwana Yesu si tatizo. Kila unachokiona wewe kinakwenda kukumaliza, kinakwenda kukuangamiza, mbele za Yesu sio tishio kabisa. Hebu mguse mwenzako, mwambie, nini kinachokutisha? Nini kinaonekana ni tishio kwako? Kitu gani kinakutisha? Mwambie, mbele za Yesu sio tishio. Hakimtishi kabisa Yesu, hakimwogopeshi kabisa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yale yalikuwa ni mahangaiko yao kama wanadamu. Ndipo tunaona kwamba Bwana Yesu aliondoka na wanafunzi wakaenda. Ile kabla hawajaingia mjini tayari kuna taarifa zilipelekwa, jamani, anakuja Yesu. Tunaona hapa wa kwanza kukimbia alikuwa nani? Alikuwa Martha. Martha amekimbia. Twende tukasome mstari wa 21. Mstari wa 21. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Hebu iangalie huo ujumbe huo. Hiyo statement hiyo mbele za Yesu inaletaje? Maana yake inaonekana ni kumlaumu. Wanamtwisha sasa yale malaumu yote. Wanamtwisha yeye. Yesu, tulikuletea taarifa Yesu. Yaani ungelikuwepo hapa, sisi tunakujua, tunavyokujua Yesu. Ungelikuwepo, rafiki yako hangalikufa. Ila Yesu hukuwepo sasa. Pamoja na kwamba ulikuwa na taarifa, Yesu hukuwepo sasa. Pamoja na kwamba mtu alikukimbilia, Yesu hukuja sasa. Amekufa kwa sababu yako hukuwepo. Sisi hatukuwa na uwezo wa kuzuia mauti, ila wewe mwenye uwezo wa kuzuia mauti haukuja sasa. Ndugu yetu amekufa. Unaona? Hebu msikilize ndugu yake naye Mariamu, mstari wa 32. Mstari wa 32. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Unaona, naye anarudia maneno yale. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hiki ni kitu kilikuwa kinaongelewa nyumbani. Hii ndio ilikuwa ajenda ya kulaumu kuhusu Yesu, kwamba amechelewa. Yaani Yesu ungelikuwa ameanguka miguuni, yaani Yesu ungelikuwepo, hangalikufa ndugu yetu. Ukipita kwenye changamoto, wewe huwa unasemaje?
huwa unasemaje kuhusu Yesu? Ukipitia changamoto huwa unasemaje? Bora umesema mama. Ni kweli mara nyingi tumekuwa wepesi wa kulaumu, na wakati mwingine tumesema Yesu, hapa unanionea. Yaani unanionea, kwa kweli umenionea, hii sikustahili. Ulistahili nini? Asa kile ulichostahili si ujifanyie. Kwani amekuzuia kujifanyia kile ulichokistahili? Unasemaje umestahili kitu ambacho hakiko katika uwezo wako, hakiko katika mamlaka yako? Jamani, mimi niseme kwa kweli leo nastahili kula pilau la kuku, wakati lile pilau la kuku liko nyumbani kwa mama Hongoli. Alafu niseme leo nastahili. Jamani, nyinyi semeni tu wenyewe jamani. Unaona inakuja? Yaani nastahili leo nile pilau, lakini nyumbani kwangu sina mchele, sina hiyo kuku, ile viko nyumbani kwa Hongoli. Sasa sinahitaji rehema na neema kutoka kwa Hongoli. Sasa ndivyo tulivyo wanadamu. Yaani tumekuwa tunaumlaumu Mungu kana kwamba yani viko katika uwezo wetu, viko katika kama viko kwenye mamlaka yetu tuchukue tu basi. Usiwe mwepesi wa kumlaumu Bwana Yesu katika changamoto unayoipitia, katika magumu unayoyapitia, katika mahangaiko yoyote. Usiwe mwepesi kumlaumu Bwana Yesu, kwa sababu siku zote mawazo ya Mungu kwako ni mema. Amesema ninayajua mawazo ninayowawazia wanangu. Anayajua mawazo anayotuwazia ni mawazo ya amani, wala sio ya mabaya. Hana mawazo ya mabaya Bwana Yesu kwa ajili yako, hana. Sasa unawe usimwazie vibaya, usimlaumu, usinungunike, lakini tafuta kujua ni nini mapenzi ya Mungu katika hilo unalolipitia. Mapenzi ya Mungu yako wapi? Mungu anataka nini? Tafuta kuyajua mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tunaona kwamba Yesu akaanza kutoa maelezo. Alianza kutoa maelezo kwa mtu wa kwanza, Martha, alipomjia. Twende turudi ule mstari wa 21, tuanzie 21 twende mpaka 27. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Hebu mnaiona hii sentensi hii? Amesema Bwana, yani ungelikuwepo ndugu yangu hangalikufa. Akasema lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Tuendelee. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Twende. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Alijibu swali huyu? Alikuwa na usikivu wa maelekezo ya Bwana Yesu huyu? Jamani, tunatakiwa kuwa na usikivu Yesu anaposema na sisi. Tuwe na usikivu ili tuweze kumwelewa. Unajua unaweza kumcheka Martha hapa. Unaweza kumcheka, lakini hebu hapa anatufundisha kwamba tunapaswa kuwa na usikivu. Kwanza alipokutana na Bwana Yesu, anasema ninajua yani lolote utakalomwomba Mungu, wewe atakusikia, atafanya. Sasa amemwambia ndugu yako atafufuka. Sio sasa, ni kule mwisho. Atafufuka kule mwisho. Anamwambia mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeyote anayeniamini mimi, akifa ataishi.
Anamuuliza, unasadiki? Ninasadiki ya kwamba wewe ndiye mwana wa Mungu. Ngojeni niwaambie, unajua wakati mwingine tumekalili maneno ya Mungu kama kasuku. Yaani tumekalili, tunayasema wala hayatoki huku. Hayapo. Ndio maana unaona kwamba alipomwambia ninajua ukimwomba Mungu lolote analifanya. Kwa nini kama unajua huyu, yani akimwomba Mungu lolote Mungu anaweza kufanya, kwa nini unaanza kuweka mashaka? Ina maana hujui. Umesema unajua wakati hujui. Na mara nyingi tumesema tunamjua Yesu, kumbe hatumjui. Yesu anasema tukue katika kumjua yeye. Tufanye bidii katika kumjua. Tumjue ili tuweze kumjua yeye na uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake. Hatujamjua bado. Tufanye bidii ya kumjua Yesu ili kwamba tusije tukawa tunafanya kama haya aliyoyafanya ndugu yetu. Anasema ninasadiki, lakini anachokisadiki ni tofauti anachokisema Bwana Yesu. Na wakati mwingine hata ndivyo ambavyo tumefanya katikati ya wasioamini. Tulivyovisema ni tofauti na tunavyoviishi. Ukili wetu na namna tunavyoenenda wameviona viko tofauti, haviendani. Tunayoyasema sio tunayoyaishi. Sasa hebu tuchague kumjua Yesu. Tumjue Yesu. Tukishamjua Yesu, tulijue na neno lake. Tukae kwenye neno, tulitafakari neno. Halafu tunapotamka tuelewe tunatamka nini. Tujue ni kitu gani tunachokisema. Tusiseme tu alimradi tunasema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kwamba sasa wakawa wameachana hapo. Huyu Martha ameachana na Bwana Yesu, yeye ameondoka ameshika vya kwake, wakati Yesu alikuwa anampa taarifa ya kufufuliwa kwa Lazaro. Yeye anaongelea habari za mwisho, wakati hata Yesu hata hajaondoka hapa duniani. Yeye anaongelea za kule. Unaona, usikae unaongelea ya baadaye. Yesu ana mawazo na wewe. Petro alimuuliza, sasa Bwana Yesu, tumeacha vyote, tutapata nini hapa? Amesema hapa duniani mtapata mara 100. Alafu na kisha baadaye nini? Uzima wa milele. Hapa duniani kuna mara 100 yako. Msikilize Bwana Yesu, kaa vizuri na Bwana Yesu ili kwamba uweze kuipata mara 100 yako hapa. Faidi vya hapa duniani na mbinguni uende ukafaidi. Usiseme tu mbinguni. Anza na vya hapa kwanza, halafu baadaye vya mbinguni. Unajua ukikaa kihasara hata vya mbinguni unaweza usivikute, na wakati na vya duniani haujavipata. Kwa hiyo tukae vizuri na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ni tatizo la huyu ndugu yetu Martha. Sasa twende kwa Mariamu. Twende tukaanzie, naomba tuanzie mstari wa 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Amekuwa maiti siku 4. Huyu ni yule ambaye walikuwa wanajadiliana na Bwana Yesu. Sawa? Yesu akamwambia atafufuka. Unaona? Na akamuuliza, unasadiki? Yeye akasema ndio nasadiki. Kumbe anasadiki vitu vingine. Sasa wako hapo mbele ya kaburi, maana amesema naomba mnipeleke mliko mzika. Hapo sasa wamefika, anamwambia Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Sikilizeni, hawa si ndio walikuwa wanahitaji muujiza wa ndugu yao kuwa hai? Hawa dada wawili hawa walikuwa wanahitaji muujiza hawa. Sasa wamefika pale kaburini. Yesu anasema liondolewe jiwe. Unajua tulitegemea angalau waseme hata wazee wa kijiji ndio waseme, we Yesu, wewe unataka kufanya nini hapa? Ananuka huyu. Nini unachotaka kukifanya? Wale wao wenyewe wenye shida ya muujiza, wenye uhitaji ndio kimbele, ananuka.
Yani manake jiwe lisiondolewe. Yani harufu itakayotoka kule Yesu, hakuna atakayeweza kukaa hapa. Hivi Yesu haelewi mtu aliyekufa akakaa kaburini siku 4 inakuwaje? Hajui. Yeye hajui. Kwa hiyo unakuta kwamba kwa hapa walisahau ule ukuu na uungu wa Yesu. Hapa walikuwa wameusahau. Walikuwa wanamjua kule kwenye kuponya wagonjwa, kwenye kufufua maiti zile ambazo hazijazikwa. Halafu unajua ilikuweko kawaida au ilikuweko imani ya kwamba mtu akifa alikuwa akikaa siku 3, kwamba ile maiti, ile roho kwa muda wa siku 3 walikuwa wanaamini hivyo kwamba haiendi mbali, inakuwa iko karibu ikisubiri yamkini itapata fursa iweze kuingia tena ndani ya mtu, halafu mtu aweze kuishi. Ila zikishapita siku 3, zikishafika siku 4 inaondoka milele. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa amekufa kabisa. Na ndicho Yesu alitaka zipite zile siku, wasije wakasema ilikuwepo pale jirani, roho ile ilikuwa inangoja. Hiyo imani walikuta wapi? Wanajua wenyewe. Alisubiri kwamba ufike mahali pakuwa wamekata tamaa pa kujua sasa imeshaenda milele. Kwa hiyo ndipo hapa amefika, anasema liondoeni jiwe. Lakini tunaona wao wa kwanza wanasema jiwe lisiondolewe ananuka. Unajua wakati mwingine wewe mwenyewe mwenye shida, wewe mwenyewe mwenye uhitaji, unaweza kuwa kikwazo cha Mungu kufanya muujiza kwenye maisha yako. Kabisa. Ukamzuia Bwana Yesu asitende. Yesu yuko tayari kufanya, Yesu yuko tayari kukuhudumia, wewe unaanza kuleta visingizio vyako, unakuwa na visingizio vingi. Yani kwa sababu umeshakata tamaa. Sijui umeangalia miaka, sijui umeangalia uharibifu uliokwisha kutokea. Yani chochote kile kimesha kukatisha tamaa, kimekuondoa kwenye matumaini. Umefika mahali sasa umekubaliana, sasa nimeshakubaliana hiki hakiwezekani. Kwa hiyo hata mtu akitaka kuomba hakuna nafasi, umeshaweka ukuta, hauwezi kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kupokea, ni mpaka wewe uamue kuruhusu, utoe nafasi kwamba Mungu anaweza akafanya. Nataka niwaambie, Yesu tuliye naye ni yule ambaye amesema katika Yeremia ya kwamba mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo lolote gumu nisiloliweza? Ndio huyu tuliye naye. Lakini wakati mwingine pia Yesu aliwaambia wanafunzi kwamba unajua mambo mengine kwa wanadamu yanaweza yakawa ni magumu, lakini lisilowezekana kwa wanadamu kwa Mungu linawezekana. Ndiye Yesu tuliye naye. Tuendelee mbele. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe hapo kabisa tumeshaona kabisa kwamba Martha hakuwa anaamini. Na hata leo tunaweza tukasema watu tunamwamini Mungu, kumbe hatuamini. Tupo leo tuchague kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu chagua kumwamini Mungu ili umuone Mungu na uweza wake na nguvu zake. Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe. Walipoliondoa lile jiwe, tunaona kwamba Yesu akaanza kumshukuru Mungu. Akasema, Baba, ninakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hatuoni watu waliokimbia kwa sababu ya harufu. Hakuna watu waliokimbia kwa sababu ya harufu. Hatuoni Lazaro akitoka akiwa ananuka. Hapana. Sikiliza, ile sauti ya Yesu tu iliweza kukausha kila aina ya vijidudu ambavyo vilikuwa vimeshaanza kushambulia mwili wa nani? Wa Lazaro.
ile sauti, kila chochote ambacho kilikuwa kimeshaanza kufanya uharibifu kilitii na kuachilia mara moja. Kwa hiyo Lazaro akarudi katika hali yake ya kwanza kama mtu ambaye hakuwa amekufa. Halafu tunaona kwamba anatoka, pamoja na kwamba amefungwa, lakini amefungwa miguuni, amefungwa na usoni, lakini alikuwa na nguvu. Mtu, sikiliza, alikuwa anaumwa, kwa hiyo alikufa akiwa dhaifu, lakini hapo alikuwa na nguvu, akaweza kutoka mwenye. Hakusema mfuateni kule ndani. Alitoka. Baada ya kutoka ndio akasema mfungueni miguuni na leso, alafu akamwambia aende. Yesu tuliye naye ni ufufuo na uzima. Bwana Yesu tuliye naye ni ufufuo na uzima. Hakuna jambo gumu mbele zake. Muujiza huu baada ya kumefanyika, watu wengi walimwamini Bwana Yesu, wakajua hakika ya kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Ameweza kufanya hili ambalo halikuwa linawezekana kabisa kwa akili za kibinadamu. Yale ambayo yameshindikana kwa akili za kibinadamu yapeleke kwa Bwana Yesu. Yesu anaweza. Yeye ni ufufuo na uzima. Haijalishi linaonekanaje katika macho yako, haijalishi linaleta mtazamo gani, lakini mbele za Bwana Yesu inawezekana. Yeye ana mamlaka, yeye ana uwezo wa kufufua kila kilichokufa. Kiwe ni kwenye biashara, kiwe ni kwenye familia. Yamkini ni familia zimetawanyika, hazina yani ule umoja. Yesu akiingilia kati, ana uwezo wa kuleta tena uzima kwenye ile familia. Haijalishi hali ni nini, ni kitu gani kinaleta shida. Je, ni watoto wanaonekana wameharibika, haiwezekani tena kuwarejesha. Yesu akiingilia kati pale, wale watoto wanarudi kwake, kwa sababu yeye ni ufufuo na uzima. Nini utaje? Taje chochote kile. Mbele za Bwana Yesu inawezekana. Kinachotakiwa ni kumwamini na kumruhusu afanye. Anahitaji imani yako, anahitaji umruhusu ili kwamba yeye aweze kufanya. Na yuko hapa asubuhi ya leo, yuko mahali hapa mchana wa leo. Unachotakiwa ni kumwamini tu. Naomba tusimame. Unachotakiwa ni kumwamini tu. Mwamini tu. Ile shida ulionayo, ile changamoto ulionayo, yale unayoyapitia si kitu mbele zake, lakini inategemea ni kwa kiwango gani umemwamini Bwana. Je, una mtu umemkatia tamaa ya kwamba huyu hawezekani mbele za macho yako? Sio kwa Mungu, sio kwa Bwana Yesu. Hakuna jambo lisilowezekana mbele za Bwana Yesu. Hakuna jambo lililogumu mbele za Bwana Yesu. Yote yanawezekana, yote yanawezekana. Ukimwamini Yesu, yote yanawezekana. Bwana anaweza kufanya, Bwana anaweza kuleta matengenezo, Bwana anaweza kuleta uzima tena mahali palipopoteza matumaini. Bwana anaweza kurejesha matumaini tena, na ukaendelea kumuinua na kumshangilia Mungu, na hata watu wanaokuzunguka wakabaki wanamshangaa Mungu, wanasema huyu Mungu hatujawahi kumuona. Ni Mungu wa namna gani huyu? Ndicho ambacho Yesu anahitaji kukifanya kwenye maisha yako, ili wale waliokubeza, ili wale waliokucheka, ili wale waliokudharau wafike mahali pa kumuinua na kumtukuza huyu Mungu wako. Maana amekukumbuka, maana amekuja. Hajachelewa. Hakuna kuchelewa kwa Bwana Yesu. Huwa hachelewi. Anakuja kwa wakati wake, anakuja kwa wakati wake. Unaweza ukadhani ya kwamba amechelewa. Huo ni muda wa kwako, lakini sio muda wake. Yeye kwa wakati wake akija, anafanya kila alilokusudia kulifanya, analifanya. Kila alilokusudia kulitenda, analitenda. Hajachelewa. Na leo yuko mahali hapa ili akuhudumie. Yuko mahali hapa ili akuhudumie. Anachohitaji ni imani yako. Anachokihitaji ni wewe umruhusu. Usipomwamini utakaa na yale ulionayo magumu milele, na yamkini yatakuua, na yamkini yatakufanya ukose ufalme wa Mungu. Lakini yuko mahali hapa, yeye aliyesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Amesema njoni, njoni mjitie nira yangu. Amesema yeye ni mpole na mnyenyekevu, na anatamani kuona ya kwamba tunapata raha nafsini mwetu. Usiendelee kukaa na changamoto yako, usiendelee kukaa na tatizo lako. Ndiyo, ulikwisha funga na kuomba, ukamwambia Bwana. Sasa unaona kwamba nilishamwambia Bwana, naona basi. Hata kina Mariamu walituma ujumbe, walifikiri kwamba basi tena. Hapana, Yesu yupo, anataka afanye leo.
Mruhusu kwenye maisha yako. Anataka atende. Hata kama mwanachuo ni masomo hayaendi, umejaribu kufanya hayaendi, yupo aliye na akili na ufahamu, yuko tayari kukutengenezea tena, kukuumbia upya akili na ufahamu vema, na hatimaye ukawa ni bora kwenye masomo yako. Biashara haziendi, yupo ambaye yuko tayari kuweza kuingilia kati na kufanya. Yupo leo. Hebu pata nafasi ya kukaa na kutafakari na kuliangalia lile ambalo limekuwa ni teso lako, lile ambalo limekuwa ni mlima wako, ile ambayo imekuwa ni changamoto mbele yako. Kila ukifumba macho kikumbuka, unakuta machozi yanatoka, yanamwagika. Hebu liangalia hilo leo, alafu lipeleke kwa Bwana Yesu. Uone, je, Yesu hili anaweza au hawezi? Ninakutangazia mchana wa leo, hakuna jambo gumu kwa Bwana Yesu. Hakuna jambo gumu kwa Bwana Yesu. Huyu Bwana Yesu aliyemfanya Simoni Petro kupata samaki wengi sana, leo anaweza akafanya. Anaweza akainua uchumi wako, uchumi ambao unaonekana umekuwa duni, uchumi ambao unaonekana umeshuka, mambo yamekuwa hayaendi, umepata hasara sana. Yuko Yesu, anaweza kuingilia kati na uchumi wako ukainuka. Yeye aliyewatembelea Mariamu na Martha akasababisha kufufuliwa kwa Lazaro, yupo afufue yale mambo yanayoonekana kwamba yamekufa kwenye maisha yako. Kile kiroho chako, yamkini umejikatia tamaa, umeanguka dhambini mara nyingi, ukajikatia tamaa. Yupo ili akufufue tena maisha yako ya kiroho, akufanye upya, akuvike nguvu mpya. Yuko mahali hapa Bwana Yesu. Yuko mahali hapa Bwana Yesu, aweze kuleta tena tumaini upya. Wale watu waliokudharau na kukukatia tamaa, hatimaye waanze kuulizana, lakini majibu yatakuwa ni kwa sababu Yesu amefanya, ni kwa sababu Yesu ameingilia kati. Hebu litafakari hilo jambo. Leo tunachopaswa ni kuchukua hatua ya kumwamini Yesu. Tunapaswa kuchukua hatua ya kumwamini Yesu. Tunapaswa kuchukua hatua ya kumwamini Yesu. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Na yamkini wapo ambao Bwana alikwisha sema nao, lakini walishindwa kuamini. Acha twende tukamwambie Bwana aturehemu na atupe nafasi nyingine tena. Yamkini Bwana alikwisha kutupa maelekezo ya nini cha kufanya, lakini hatukufanya, hatukuchukua hatua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hatukupata kile tulichotarajia kukipata. Leo Bwana Yesu aliyejaa rehema, yeye si mwanadamu, yeye ni mwingi wa rehema. Yuko akurehemu na akupe nafasi nyingine tena, uweze kumwamini na hatimaye aweze kuonekana kwenye maisha yako.